Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu, Mola yaseba. Twitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala kuu ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Leo tunajifunza kufahamu, je, Yesu ni Mungu au ni mwana wa Mungu? Leo tunafahamu siri ya kwamba Yesu ni Mungu au mwana wa Mungu. Kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Maneno haya yanamhusu Yesu Kristo. Hapa inaonyesha Yesu ni Mungu, pia ni mwana wa Mungu. Hebu tuone tena kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 5 inasema, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Hapa inaonyesha Yesu ni Mungu kabisa, yuko juu ya mambo yote. Hebu tuone tena kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 na 14 inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Hapa inaonyesha neno ni Mungu, pia neno aliyefanyika mwili ni Yesu. Jambo la kufahamu zaidi, swali, Mungu ni nini? Jambo la kufahamu zaidi, swali, Mungu ni nini? Jibu, Mungu ni neno, pia Mungu ni roho iliyowakilishwa na sura ya mtu kabisa, yani Yesu Kristo. Tunapataje kujua kwamba Mungu ni roho, pia Mungu ni neno na mpatanishi wa watu na Mungu, kwa maana ya roho na neno ni Yesu? Rejea kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 24 inathibitisha kwamba Mungu ni roho. Maana yake ni nini? Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Lakini tunapataje kujua kwamba maneno ni roho? Yohana sura ya 6 mstari wa 63b inasema, maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Maneno ya Yesu hayo aliyaongea mwenyewe, kwa sababu tunamjua Yesu ni neno na Yesu ni Mungu. Rejea tena kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 inathibitisha upatanisho wa Mungu
na wanadamu, na Mungu tunayemzungumzia ni Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, mwanadamu Kristo Yesu. Hapa inaonyesha Yesu na Mungu ni kitu kimoja. Hapa inaonyesha Yesu na Mungu ni kitu kimoja. Yesu alipatanisha roho ya Mungu na wanadamu. Hivyo ukitaka kukutana na Mungu wa uzima kwa umbo la mwili, tambua utakutana na Yesu tu. Hutamwona Mungu mwingine kwa sura ya mwili. Pia ukifahamu mfano huu, umeua nyoka na mtoto wake. Swali, serikali ni nini? Swali, serikali ni nini? Jibu, serikali ni neno, pia ni roho inayowakilishwa na rais au mfalme wa nchi husika. Kumbuka, si kila neno lina roho ya uzima. Usisahau hilo. Kumbuka, si kila neno lina roho ya uzima. Usisahau kabisa. Hivyo, ukitaka kukutana na serikali ya Tanzania, utakutana na Samia Suluhu. Kamwe hutakutana na umbo la serikali ya Tanzania nje na kiongozi mkuu Samia au rais aliyeko madarakani. Kwa ufupi, kama tunavyojua, serikali haina umbo bali ni watu, na kiongozi wa serikali ni rais au mfalme wa nchi husika. Hivyo hivyo, hata Mungu hana umbo rasmi bali ni nguvu ifanyayo kazi na watu katika ulimwengu wa roho, na kiongozi wa nguvu kuu za Mungu ni Yesu. Ndiyo maana alishinda kila kitu. Alishinda mauti, alifufua na alipaa, alitembea juu ya bahari kuthibitisha hayo. Yesu ni mwana wa Mungu kibinadamu tu. Yesu ni mwana wa Mungu kibinadamu tu, na ilikuwa ni misheni ili apate kupata kibali cha kutukomboa wanadamu alipokuja duniani, maana ilibidi apate uraia rasmi, uraia halisi, ili apate kuja kutukomboa wanadamu na dhambi zetu. Bali kiundani Yesu ni Mungu kwa sababu kuzaliwa kwake ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, sio kama mimi na wewe tulivyozaliwa kwa nguvu za kibinadamu. Sio kama mimi na wewe tulivyozaliwa kwa nguvu za kibinadamu na wazazi wetu. Kumbuka, Roho Mtakatifu ni Mungu, na Roho Mtakatifu hajawahi kuumbwa na kitu chochote. Yeye ni asili ya vitu vyote, hata Yesu pia. Rejea Mathayo 1:18. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umeona? Bado kuna mtu hajanielewa. Tufumbue swali hili. Kwa nini Yesu awe binadamu mara tena Mungu? Jibu rahisi. Ukijua fumbo hili, hutauliza tena swali hili. Mfano, binadamu wa kwanza ni Adamu. Eva mkewe ni tawi la Adamu, yaani ni ubavu wa Adamu kabisa, kutoka kwenye ubavu. Kwa macho ya nyama ni watu wawili na majina ni mawili tofauti. Huyu ni mwanamume, huyu ni mwanamke, bali wana sifa moja tu. Wote ni wanadamu na ni kitu kimoja kabisa, kwa sababu wote wametoka kwa Adamu, na Adamu ndiyo asili. Ndivyo ilivyo na Mungu. Kwa macho ya nyama anavyoonekana kama wametengana, bali Mungu ni yule yule, ni Neno, pia ni Roho Mtakatifu, pia ni Yesu kwa jinsi ya mwili. Hivyo ni kitu kile kile, yaani kitu kimoja kabisa. Kumbuka, Shetani ni neno pia ni roho ya mauti kimwili, anawakilishwa na sura ya nyoka.
na anatumia wanadamu pia na mapepo pia, lakini ni yule yule. Mfano mwingine wa kisayansi au wa sayansi ya dunia hii, ukiuelewa hutauliza tena swali hili: watoto mapacha ya kufanana ni yai moja lililogawanyika baada ya kurutubishwa, lakini ni kitu kimoja kile kile. Mapacha ni watu wawili kwa macho ya nyama na majina ni tofauti kabisa. Huyu ni Kulwa, huyu ni Doto, lakini kiroho ni mtu mmoja kabisa, kila kitu. Ndivyo ilivyo na Mungu. Kwa macho ya nyama anavyoonekana kama ametengana, bali Mungu ni yule yule, ni mmoja, ni Neno, pia ni Roho Mtakatifu, pia ni Yesu kwa jinsi ya mwili. Hivyo ni kitu kile kile, yani kitu kimoja kabisa. Mfano mwingine wa sayansi ya dunia hii, ukiuelewa hutauliza tena swali hili: mbegu ya mua sugarcane iliyokatakatwa vipande na kupandwa vikamea, kwa macho ya nyama vinaonekana vimemea vipande viwili au zaidi na ni tofauti, lakini ni kitu kile kile kimoja. Ndivyo ilivyo hata Mungu. Kwa macho ya nyama anavyoonekana kama ametengana, bali Mungu ni yule yule, ni mmoja, ni Neno, pia ni Roho Mtakatifu, pia ni Yesu kwa jinsi ya mwili. Hivyo ni kitu kile kile, yani ni kitu kimoja kabisa. Kumbuka jambo hili: mbegu unapoitoa kwenye asili unaipandikiza, pengine inabaki kuwa ile ile, lakini kuna kitu ambacho kilianza, maana yake kilianza, ndiko ikapatikana ile nyingine uliyoitoa pale. Ndivyo ilivyo hata kwa Mungu. Mungu ni Roho. Roho ndiyo ilianza, lakini akaja Neno. Neno huyu ndiye Yesu. Maana yake Yesu hakuwepo hapo awali, isipokuwa Yesu alikuja kwa misheni moja tu. Baada ya dhambi, creation ya Mungu akakreati jina Yesu, kwa maana ya mwokozi na watu na dhambi zao. Naamini kuna mtu amenielewa vizuri sana. Asanteni sana. Yesu awabariki sana sana, baraka za roho na mwili, na kuzidi hata kusukwasukwa na kumwagika. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.